of Assembly of Experts, kwa maana kwamba naye ni mjumbe wa bunge la wataalamu. Lakini kuna Ayatollah Alireza Arafi, nafikiri ndio amechaguliwa katika kuongoza kipindi cha muda, naye ni mjumbe wa bunge la wataalamu. Lakini kuna Gulami Hossein LJ, huyu ni Chief Justice of Iran, lakini vile mwenyewe ukimtazama ni mjumbe wa bunge la wataalamu. Lakini kuna Hassani Rohani sasa nafikiri watu wengi wanamjua kwa sababu alishakuwa rais wa nchi ya Iran. Kwa sasa hawa ndio wanapewa nafasi kubwa zaidi. Sasa kumchagua Assembly of Experts, kwa kwamba bunge la wataalamu kumchagua kijana wake ni kama ni mkakati vile sasa kuendelea kuhakikisha kwamba familia yake inakuwa ni sehemu ya msingi ya kuongoza taifa la Iran. Kwa kwamba sasa ile legacy yake isiweze kuondoka. Zipo duru ambazo zinasema kwamba hata yeye mwenyewe Ayatollah Ali Khamenei alikuwa na mwandamo naye kwamba siku moja ajikuongoza nchi ya Iran. Sasa ukitazama yeye kijana wake na ukitazama katika sifa ambazo zinazohitajika, kwa sababu hapa kuna masini ya magrande ya Ayatollah ambao ni watu ambao washafika kwenye hiyo hadhi ya cheo kikubwa cha kidini. Nikwambia juzi kwamba kuna magrande ya Ayatollah zaidi ya 40 katika nchi za mashariki ya kati, hususan katika nchi za Kishia. Kwa sasa yeye anapewa nafasi kubwa kwa sababu anatoka kwenye familia ya baba yake ambaye kiongozi mashuhuri, kiongozi mkubwa. Lakini hiyo haitoi hitimisho, kwa sababu watu ambao anashindana nao wengine wameshakuwa viongozi wakubwa kwenye kamati za usalama, wameshakuwa marais wa nchi, ni magrande ya Ayatollah ambao wamefika kwenye hiyo hadhi kubwa ya kidini. Sasa ukitazama vile sifa ni zipi ambazo za veti ni kwanza. Cha kwanza lazima mtu huyu aweze kuyafahamu mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979. Huu ni msingi wa kuchaguliwa kuwa Grand Ayatollah, kuwa mkuu wa nchi, supreme leader. Hilo la kwanza. Kufahamu mapinduzi matukufu ya Kiislamu mwaka 1979 yalikuwa na lenga nini? Kwa nini tulifanya mapinduzi? Ili iweje? Lazima uweze kufahamu. Lakini cha pili, lazima uwe umetokea kuna hizo tamaduni na sheria za Shia cleric. Yaani uwe unafahamu misingi, itikadi, mitazamo katika msingi wa kiimani. Lakini cha tatu, lazima uwe unafahamu siasa, diplomasia, usalama na mahusiano ya kimataifa. Kwa sababu kumbuka, wewe unakuwa una act katika hizo sifa mbili. Sifa ya kwanza ni sifa utakuwa unaongoza katika mtazamo wa kidini, kwa sababu Ayatollah Ruhollah Khomeini, baba wa taifa hilo, alijenga mtazamo wa kidini. Kwa sasa unahitajika wewe mwenyewe uweze kujua misingi ya kidini. Na ndio maana hata wa Marekani kuna mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea Omani, baadaye Geneva, wanasema kwamba Wairani wakija kwenye meza mazungumzo watafsiri kila kitu kwa mtazamo wa kidini. Yaani nuclear kwa mtazamo wa kidini, uchumi kwa mtazamo wa kidini. Lakini vile lazima uwe mtu ambaye una maadili. Maadili ya kiuongozi. Nafikiri hii imekuwa ni principle duniani kote. Je, una maadili? Una integrity? Una dignity? Una utu? Kwa lile jopo la wataalamu sasa, Assembly of Experts, wakikaa wakifanya vetting, kutazama. Kwa sababu wakumbuka wana mabunge hao manne. Wanapeleka sasa kuna Zegadi Council, bunge la washauri. Ambao sasa washauri watatathmini jina moja, wakishampata sasa ndio watatangazwa kwamba huyu ndio amekuwa ni Grand Ayatollah wa nchi ya Iran. Lakini kutazama hata Ayatollah Ali Said Khamenei ambaye amefariki, kumbuka kipindi anaingia anachaguliwa alikuwa ni rais. Hakuwa Ayatollah yuko kumtazama. Alikuwa ni rais wa Iran. Kwa sababu yeye ukimtazama aliongoza nchi ya Iran kune vita. Kwa sababu kumbuka mwaka 1980 mpaka 88 Iran walipigana vita ya Guba, kama unakumbuka. Sasa ukitazama katika kile kipindi Ayatollah Said Ali Khamenei ndo alikuwa rais. Kwa alimpa kwa sababu waliongoza nchi kwenye mazingira magumu. Kuna misukosuko migumu. Sasa kwa hawa ambao wanatajwa, wa marais, maspika, magrande ya Ayatollah ambao wamechaguliwa, wataanza kutazama. Kama akichaguliwa mwanae, itakuwa ni mkakati sasa kuendeleza ile legacy yake. Kwa baba yake amefariki kwenye shambulio la kwa kweli la kusikitisha, kwa tumpe mwanae ili aweze kuendeleza urithi, mitazamo, lakini vile itategemea na misimamo yake. Sasa kwa hao ambao wanatajwa vile kwa Marekani nao washatoa onyo kwamba mtu yote ambaye atachaguliwa kama akiendeleza misingi, mitazamo, naye tutamlenga.
Kwa vile vile sasa hapa katika nchi ya Iran vile vile kuna hiyo dilema. Okay, huyu ambaye atakayekuja anakuja katika misingi ipi? Anakuja katika muendelezo upi? Muendelezo wa mtangulizi wake, msimamo mkali au msimamo wa wastani, au kuweza kuwapiga magoti wa Marekani na Wayahudi ambao ndio wamekuwa lengo lao kubwa mwisho siku sasa, ili taifa waweze hata kuliangusha. Lakini naona kwamba watu wengi wamekuwa na hofu kwamba kwa hali ya Iran ambaye amekuwa akizipiga zaidi ya nchi 11 ni ngumu na hata wenyewe wakutegemea. Na hiyo kwa kuongezea, Mtei, Trump jana anazungumza, anawaambia Italy na Italy, ukitazama Spain na nchi ya Ujerumani, kwa sababu alikutana na Friedrich Merz kutazama. Kwa sababu akamwambia kwamba wanahitaji kuweza kuunganisha nguvu ya pamoja, na taifa lolote ambalo haitakubali kambi zao za kimkakati kutumika wanaenda kupelekewa vikwazo vikubwa. Ndo silaha yake. Na wakati tunamalizia kwa dakika moja ili tuende tukaangalie kilichotokea pale Urusi. Nimeona mtifuano pale Marekani jana wa bunge. Jana niliona bunge la Senate baada ya kupokea ripoti ya kinachofanyika, kwa sababu ilibidi wapokee ripoti ya Marekani inachokifanya na wajiridhishe kama wana